Leo ifikie tu tuwagawanye watu makundi mawili, kwamba wengine ni watu wa sunna na wengine ni watu wa bid'a mathalan. Kisha ukiulizwa kwa nini hawa ni watu wa bid'a, utaje masail ambayo wanawachuoni wamekhtalifiana. Wallahi, hii ni dalili ya jahal na mtu kutofahamu. Yani wewe useme ukimuona mtu asoma kunutu katika salatul fajr ni mtu wa bid'a, khata. Ukimuona mtu asema bismillah kwa dhahiri akiswalisha ni mtu wa bid'a. Ukimuona mtu aomba dua baada ya swala ni mtu wa bid'a. Ukimuona mtu yuwafunga na mwezi wa kwao ni mtu wa bid'a. Ukimuona mtu anyoa ndevu ni mtu wa bid'a. Wallahi alazim, huyo mtu inaweza, sitaki kusema hana elimu, inaweza kuwa amesoma lakini hajafahamu. Tasema hivyo kwa heshima wa ihtiram, nitasema hajafahamu, bal inafika marhala tuseme ni aibu kwa mtu msomi asema maneno haya. Ili nitumie lugha ya heshima ya adabu, nitasema hajafahamu. Huwezi ukawagea watu ukasema hawa ni watu wa sunna, hawa ni watu wa bid'a, kisha ukiulizwa kwa nini wataja masail ambayo wanazuoni wametofautiana. Kunuti katika salatul fajri ni sunna kwa madhhabu Shafi'iyya. Mtu kuvaa nguo ndefu na akiwa hana kibri ni msimamo wa jumhur ulama kama madhahib maada alhanabila. Bismillah kwa dhahiri ni msimamo wa madhhabu Shafi'iyya, na mengine mengi ambayo hatutaki kuyahesabu moja baada ya nyingine.